ambalo tumelianza asubuhi, lango, kanuni na sheria. Lango, kanuni na sheria za kumiliki na kutawala mafanikio. Ndio tuko aina hiyo ya lango, na tuko kwenye kipengele kidogo cha mifano ya kanuni na sheria za mafanikio zilizo katika Biblia. Ni hii ifuatayo. Tulitaja A kama sheria ya utii wa maelekezo au maagizo akupayo Mungu. Ni moja ya mfano ambayo tunaiona katika Biblia inayozungumzia juu ya lango, kanuni na sheria za kumiliki na kutawala mafanikio. Na kwa sababu tuna muda si mrefu, basi naomba tuendeleze pale tulipoachia, na kwa sababu wengi tulikuwepo asubuhi, basi nadhani utakuwa unaelewa kile kinachoendelea. Andika, kama unaandika chini ya hicho kipengele A, usiandike B, ni point ndani ya kipengele A. Andika kuna mambo Mungu huwa anazungumza na mtu. Kuna mambo Mungu huwa anazungumza na mtu kupitia neno, mkato, ndoto, mkato, maono waziwazi. Kuna mambo Mungu huwa anazungumza na mtu kupitia neno, kupitia ndoto, au kupitia maono waziwazi, kupitia Roho Mtakatifu, na wakati mwingine kupitia Roho Mtakatifu. Tunataka tuendeleze hiyo sentensi. Kuna mambo Mungu huwa anazungumza na mtu kupitia neno, au kupitia ndoto, au kupitia maono waziwazi, na wakati mwingine kupitia Roho Mtakatifu, ili kumuonya mtu kufanya au kuepuka kufanya ndani ya sheria ya utii wa maelekezo au maagizo akupayo Mungu. Katika ulimwengu wa roho, nilitangulia kukuambia mapema asubuhi na tangu tuianze semina kwamba yapo malango yanayohusika na mafanikio. Na kama tungekuwa na muda mrefu wa kutosha, maana yake tungezungumzia malango 6-7 ambayo menyewe yanahusika na mafanikio peke yake. Lango hili la aina ya pili, lango, kanuni na sheria za kumiliki na kutawala, itategemea na sheria ya utii wa maelekezo au maagizo akupayo Mungu, ikiwa unayatii kuyafanya au huyatii kuyafanya. Yoshua, tumeona katika kitabu asubuhi, kitabu cha Yoshua 1:7 mstari wa 8, 1 mstari wa 7 hadi wa 8, mahali aliposema ikiwa utatii kutenda sawa sawa na sheria, unagarantiwa kupewa mafanikio kila uendako. Kuna mambo hayaendi katika maisha yetu si kwa sababu
laana inatukalia juu yetu, si kwa sababu Mungu hatutazame kwa macho ya kama watu ambao wanawapenda wawe na mafanikio, ila kwa sababu tumefarakana na kanuni na sheria aliyotuagiza kuifanya au kuifata. Kanuni ni kiongozi wa kukupeleka mahali unakotaka. Ikiwa Mungu aliye na akili kuliko wewe, aliye na ufahamu kuliko wewe, anaona mbele yako zaidi, na istoshe Mungu, Biblia inasema ya kwamba anatuwazia mawazo yaliyo mema, tena ya kuleta matumaini siku zetu za mwisho. Maana yake katika jambo unaloliomba, kabla hajakujibu, yeye anaanza kulichakata katika mawazo. Nimtoe vipi? Nimpitishe wapi? Aende wapi? Au nimconnect na nani ili aje atokezee kwenye njia hii anayoitaka? Sasa ikiwa atakupa maelekezo alafu usiyafate maelekezo, utapotea njia. Utabaki unazunguka miaka 40 ya jangwa na shida yako. Unafikiria unakwenda mbele, kumbe unarudi hapo hapo. Ni kama vile ulimwengu wa giza umekupiga fahamu, ukakupoteza mwelekeo. Ukafikiria unaendelea kwenda unakokusudia kwenda, kumbe amepoteza mwelekeo. Unazungukia eneo hilo hilo, unapiga panda katika maisha. Ikiwa unataka kwenda kwenye lango lako la mafanikio, ziko sheria za utii wa maelekezo na maagizo akupayo Mungu. Ndio maana sentensi yetu imesema kuna mambo Mungu huwa anazungumza na mtu, ama kupitia neno kama hivi tunavyofundishana, ama kupitia ndoto. Mtu anaonyeshwa picha, ulitaka kuingia ubia fulani na mtu fulani, kufanya biashara naye, lakini ghafla usiku, aidha wewe mhusika au mwenzi wako kaletewa picha. Kuna maonyo Mungu anazungumza nasi kabla, aidha kupitia neno, aidha kupitia ndoto, ama aidha kukaja kama kitu fulani unaota lakini hujalala, ukaona maono ya wazi wazi. Kuna maelekezo. Petro akiwa dalini, amefunga, ana njaa, anasubiria chakula kiive, akaletewa maono kama vile amesinzia, lakini kumbe yuko macho, akapigwa tu, ikawa kama vile yuko kwenye ndoto, lakini yakawa ni maono wazi wazi. Kutoka kwenye maono hayo palikuwepo maelekezo, na kumbe ilimpasa ashuke chini. Wakati ametoka tu kwenye ile maono, anabishana nayo kwenye maono hayo, siwezi kula nyama ya namna hiyo na kadhalika. Anatoka hapo, Roho Mtakatifu anazungumza naye, wako watu 3 chini wanakusubiria, shuka, kuna maagizo nimewaelekeza ambayo yapaswa kuyafanya. Anashuka, anakutana na sura za watu 3 ziko, na kweli wamebeba maelekezo. Tumeagizwa na Nikodemu, tumeagizwa. Kumbe kuna mambo alionyeshwa Nikodemu yampasayo, na huyu naye akaonyeshwa maelekezo ya kwenda kufanya. Mungu ana uwezo wa kuzungumza na mtu kupitia neno, ana uwezo wa kuzungumza na mtu kupitia ndoto, ana uwezo wa kuzungumza na mtu kupitia Roho Mtakatifu moja kwa moja. Sasa katika somo la Roho Mtakatifu moja kwa moja ni somo pana ambapo wengi hawafahamu, lakini ashukuriwe Mungu, kuna wakati ukifika nitarelease somo hili, na tayari nishaliandalia kitabu chake. Linaitwa Jifunze Kumsikiliza Roho Mtakatifu, namna anavyoongea
na sauti yake ikoje, na utatofautisha vipi kati ya sauti ya Mungu na sauti ya mawazo na sauti zinginezo. Maana ni rahisi tu kusikia mtumishi anasema Roho Mtakatifu ananiambia au Mungu anasema na mimi 1 2 3. Amesemaje? Hujasikia kwa sikio lako? Amesemaje na yeye? Na ikiwa amesema naye personal, ndani mwake huwa ni nini kinachozungumza? Kila kitabu kimezungumzia mambo kama yale. Ni kitabu kikubwa sana ambacho kina peji kama 120 na kitu, na kimezungumza humo ndani lugha za aina anazotumia Roho Mtakatifu kuzungumza na mtu. Ni kitabu, somo hili limekuwepo miaka karibia 10 na kitu. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuzungumza na mtu, kumpa maelekezo ya kufanya. Yusufu na Mariamu alionywa juu ya hatari iliyoko mbele yake kwa njia ya ndoto. Akamwambia Herode anamtafuta mtoto huyu. Usiku huu napozungumza nawe, anza mchakato wa kuondoka. Anaondoka asubuhi, Herode anafika eneo asimkute. Lakini Mungu kazungumza naye kupitia ndoto. Nisikilize. Ikiwa Mungu ana uwezo wa kuzungumza na mtu kwa njia hizo tofauti tofauti, itategemea sasa mtu anautii katika maelekezo hayo kwa namna gani. Samueli, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15. Tuanze kutembea kwenye hilo. Samueli, msomaji wangu, Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 22. Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu, sawasawa na kuitii sauti ya Bwana. Sawasawa na kuitii sauti ya Bwana. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Na kusikia kunakopelekea utii kuliko mafuta ya beberu. Amen. Anajaribu kuweka ulinganifu kati ya sadaka ambayo unaitumia kujipatanisha na Mungu, akalinganisha na utii. Anasema sentensi hiyo ina malinganifu na sentensi ambazo tumekuwa tukitumia za mtaani, ambazo zinaelezea ulinganifu. Ukitii kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Hiyo tiba na kinga, akasema kinga ni bora, kwamba kuna mambo nilizungumza nawe mwanangu, hukutaka kuyazingatia. Kuna mambo nilizungumza nawe mwanangu, kukuonya juu ya mtu huyo, lakini hukutaka kuzingatia. Kuna mambo nilizungumza nawe mwanangu, hukutaka kuzingatia. Sasa yanapokupata, umekumbuka wapi lango umefarakana nalo, unataka kuja kupitia sadaka ya mapatanisho, sadaka ya amani, sadaka ya kujiunganisha. Lakini muda ulioupoteza, sikilize, kuna gharimu sana kuyapata mafanikio. Kuna gharimu sana kujenga ghorofa hilo la mafanikio, lakini ni siku moja tu mafanikio au ghorofa linaweza likabomolewa na mpumbavu mmoja. Gharama uliotumia kuusaka upako, gharama uliotumia kusaka kuinuka kuwa na kanisa kubwa lenye stamina, ni kubwa zaidi kuliko
gharama inayokuja kutumika kubomoa. Mafanikio unayoyapata yamegharimu kwa gharama nyingi sana, lakini kwa muda mfupi na mchache ambao mharibu aweza kautumia kuharibu ni mdogo sana, muda mdogo sana, na kuna mgharimu mtu tena kuja kuinuka. Narudia, ikiwa ulitembea ukafika kwenye mafanikio alafu ukaporomoka, ukaanguka, kuna kuja kugharimu sana kuja kuamini Mungu tena kuachilia nguvu ya aina ile na kuzidi, kutakuchukua muda. Kujenga kuna gharimu kuliko kubomoa. Unisikilize. Samuel akadhihirisha neno hili kwa kumwambia mtu fulani, naye Samuel akasema, je, wewe wadhani Mungu huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kulinganisha anavyopenda utii? Mungu anapenda utii na kuona ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kuna shida mtu imempata kwa sababu ameikaidi sauti ya Mungu. Na Mungu ana uwezo wa kuzungumza na mtu mmoja mmoja. Na kuna mambo mengine watu tunajikuta tunafanya ndani ya kanisa kwa sababu Mungu alizungumza nami personal, na nikajikuta ninasimama kuitamka kile ambacho nasikia Mungu amezungumza nami kufanya kanisani. Na Mungu anaona alichoniambia kuzungumza nami kufanya, anaona root kwamba nitakapofanya hili litanifungulia lango fulani. Sasa nikakaidi kulifanya, lango la mafanikio bado linakuwa limefungwa. Na kumbe Mungu aliona jawabu au jibu la shida yako, hali yako ngumu katika utumishi, katika biashara, katika mradi. Jawabu lake linatokana na hiki nilichokuambia. Isaya 1:19. Kitabu cha Isaya, somaji wangu some Isaya sura ya 1:19. Tunakuta neno hili pia nalisisitiza. Isaya sura ya 1:19. Naam. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii, nitakufikisha kwenye mafanikio yako. Maana yeye ndiye kiongozi anayejua njia ipi ipite, ikutoe katika hali uliyopo, ikutoe kiutumishi, ikutoe kibiashara, ikutoe katika mradi wako. Anajua anataka akuconnect vipi. Anajua kabisa huyu mtu jawabu lake ni kumconnect na mtu huyu. Huyu mtu kwa sababu anajua 1, 2, 3. Huyu mtu atampa soko hili kwa sababu yeye huyu mtu anafahamiana na ana mtandao mwingi wa hawa. Huyu mtu nikimconnect huyu, basi hizi pesa zitaanza kuvia kwake, na kupitia hii mtiririko uliopo au kupitia haya mafuta na mashauri yanayotoka kwa watumishi yatamsababisha ainuke kuliko alivyotazamia. Jawabu lake likawa liko pale. Lakini tatizo, hatukubali na hatutii, na tunakosa kuyala mema ya nchi. Mungu ni mwaminifu. Ikiwa tutakubali na kutii, tutaipita njia inayotupeleka kwenye mafanikio. Biblia inasema ijapokuwa huijui njia,
utafika. Wajapokuwa wajinga katika njia hiyo, lakini watafika kwenye Yerusalemu yao. Bwana Yesu asifiwe. Andika kama unaandika hivi. Ni pointi ndani ya kipengele chocho A. Andika, mtu ndiye anayetakiwa alifate neno la agizo. Mtu ndiye anayetakiwa alifate neno la agizo. Agizo laweza likatoka katika neno, agizo linaweza likatoka katika ndoto uliyoyota, agizo linaweza likatoka kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo bado ni neno. Mtu ndiye anayetakiwa alifate neno la agizo katika neno. Mtu ndiye anayetakiwa alifate neno la agizo katika neno. Mkato katika ndoto, mkato katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kuna neno ndani ya ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kuna neno ndani ya ndoto. Kuna neno katika neno linalotoa maelekezo, maagizo. Mtu ndiye anayetakiwa alifate neno, sio neno limfate yeye anavyotaka. Of course sisi wanadamu huwa tunatamani kuwa na njia shortcut kufika pale tunapotamani. Lakini mawazo ya Mungu si kama tunavyowaza sisi. Ramani ya Mungu yaweza ikawa inakupeleka sehemu kwa lengo kubwa lililopo kwake Mungu. Aidha anataka kukuchelewesha kwa lengo la kukufundisha kitu kabla hujaingia. Aidha ili uone jambo ulilokuwa bado hujaliona, ndipo akiachilie kitu unachokitamani. Fikra zake Mungu ni tofauti na fikra zetu. Sisi tungetamani siku hiyo, kama ni upako uje, kama ni mafanikio yaje kwa wakati ule ule. Nisikilize. Zaburi 119 mstari wa 9. Anasema neno hapo. Zaburi 119 mstari wa 9. 9 mstari wa 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lako. Kipengele changu kiko kwenye eneo la kwa kutii, alifuate neno lako. Maana yake afikie malengo ya usafi wake. Haiwezekani, haitawezekana alifikie lengo la usafi ila ikiwa atalifuata neno kwa kutii, malengo yake yatafikiwa. Ndio maana Biblia ikasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Manake lengo, kusudi la kuwa mtu kamili wa kimungu litatimilika pale tu unapofuata nyayo za Roho. Ili uzifuate lazima uwe mtii. Anasema unaiona kabisa shortcut hapo, lakini anasema anakupitisha huko. Sema mbona unapita huko? Si hapa. Wewe nifuate mimi. Kwa nini akawazungusha wana wa Israeli nyikani miaka yote wakati palikuwepo na shortcut ya kufika? Sijui hata kama miaka hiyo ingefika, maana palikuwa ni karibu mno. Ukiangalia ramani ni karibu mno. Lakini wamekwenda kwa nini? Lilikuwepo kusudi la kuwafundisha juu yake yeye kwamba ni Mungu. Yeye ni Mungu anayeweza akajidhihirisha katika changamoto za namna yoyote. Mpaka walipokuja kupata fundisho hilo, wanatokezea Kanaani palipo na maziwa na asali. Walishatambua na kuweka alama, Mungu tuliye naye is very powerful. Nisikilize. Yeremia 11 mstari wa 8. Tunafuatilia utii
katika sauti ambayo Mungu anaweza akazungumza na wewe. Yeremia sura ya 11 mstari wa 8. Yeremia 11 mstari wa 8. Naam. Lakini hawakutii wala kutega masikio yao. Lakini hawakutii wala kutega masikio yao. Kwa hiyo nimeleta juu yao maneno yote ya maagano haya. Mungu anapotoa neno kuzungumza nawe kwa siri, anaangalia mbele, neno hili litakutoa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Andika hivi: kutii, hiyo ni pointi ndani ya kipengele A. Kutii ndiko kutakupa thamani au heshima ya mafanikio. Kutii ndiko kutakupa thamani au heshima ya mafanikio. Kutoka sura ya 19 mstari wa 5. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu na kuyashika makubaliano yangu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Hapo ndipo mtakapokuwa. Sema mtakapokuwa. Mtakapokuwa. Ikiwa mtatii kuisikia sauti yangu, hapo ndipo mtakapokuwa. Unaweka mambo mengine hapo, kaweka neno tu, lakini inaweza ikamaanisha hapo ndipo mtakapopata heshima, hapo ndipo utakapopata mafanikio, hapo ndipo utakapopata yote ambayo unayatamani mema ya nchi. Ni moja ya sheria, mfano wa sheria ya mambo ya utii inayolizungumzia lango la kanuni na sheria ya mafanikio. Nilikwambia mafanikio sio kwamba hayana formula, huwa yana kanuni na sheria. Mtu hayapati mafanikio kwa sababu amebahatisha. Tofauti na misemo ya kidunia, mafanikio yana sheria, yana kanuni. Yoshua anaambiwa ikiwa utatenda sawa sawa na sheria, utafanikiwa katika nchi akupayo Bwana. Nisikilize. B, kama unaandika andika hivi. Moja ya mfano ambao upo katika Biblia ni huu wa B. Tunasema kanuni. Hii ni kanuni, sio sheria, lakini kanuni ikaja kuunda sheria. B, kanuni ya fungu la 10 au zaka katika mapato yako akupayo Mungu. Huu ni mfano wa sheria za mafanikio zilizo katika ulimwengu wa roho, zilizo katika ulimwengu wa roho. Hii sheria inapiga mahesabu ya kukupa matokeo, ya kuja kukupa mafanikio. Ni sheria, ni kanuni, ni kanuni ambayo lazima inakuja kukupa. Ni kanuni kwa ulimwengu wa roho wa giza, ni kanuni kwa ulimwengu wa roho wa Mungu. Unapokwenda ukatoa sadaka kwa ulimwengu wa giza, ni sheria ya kukupa mafanikio. Hawakupi mafanikio mpaka unapotoa sadaka. Sadaka ya mtoto wako wa kwanza umwage damu, utajiri unashamili. Sadaka ya mtoto wako Samueli
ndipo tumbo lako lifunguliwe. Sadaka ina majibu katika maisha. Hii ni kanuni, lakini kanuni hii ikaja ikapitishwa kuwa sheria ya baraka. Kanuni huwa inakuja kupitishwa kuwa sheria. Ile sheria inabeba neno kiujumla. Kanuni inaongelea kipengele. Sasa zile kanuni zinazoongelea kipengele zote zinakuja zinaunganishwa katika eneo fulani, zinaunda sheria. Kanuni ya fungu la 10 au zaka katika mapato yako akupayo Mungu imewekwa wazi kwamba hata kama ungepata shilingi 10, hata kama ungepata shilingi 1000, formula is there. Just chukua moja ya 10 utapata zaka. Hii ni kanuni. Kanuni inakupa jawabu. Hahitaji hata mtu aje kupigia hesabu. Kanuni inakupa jawabu. Malaki sura ile ya 3 mstari wa 8 na wa 10. Tunakuta anasema neno hili. Malaki, hii ni sheria ya mafanikio, ni kanuni ya mafanikio inayokugaranti kukupa mafanikio. Malaki sura ya 3 mstari wa 8 hadi 10. Naam. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema. Lakini ninyi mwasema. Tumekuibia kwa namna gani? Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaniwa. Ninyi mmepata laana kwa laana, maana mnaniibia mimi. Maana mmeniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Inatosha. Ulimwengu wa roho unalalamika umeniibia. Lakini watu wanahoji tumekuibia vipi? Anapoangalia kanuni aliyokupa Mungu ya mahesabu iko wazi na unaifahamu kwamba nikipiga mahesabu haya katika shilingi yangu 10,000 niliyoipata, 10%, 1,000 iende kwa Mungu. Lakini inafika mahali unaniletea 500. Sasa tukipiga mahesabu, mimi Mungu nikikagua mahesabu, kuna mahesabu yanakosekana mahali, kuna 500 haionekani. Sasa ndio maana anasema mnaniibia. Fungu kamili lililotakiwa ni 1,000, lakini umeniletea 500. You are a thief. Kwa sababu hata mimi Mungu najua mahesabu. Ndio ana maana hiyo. Pamoja na kwamba tunajiridhisha, mmeniibia vipi? Tumekuibia vipi? Kama ujue, muulize kilichompata Anania na Safira. Na hilo swala liliingilia kati Roho mwenyewe. Hivi Anania na Safira, wakati ulipokuwa katika shida, nikakutendea, ukaahidi kuuza uwanja na mapato ya uwanja mzima utaniletea mimi. Ndivyo tulivyokubaliana. Lakini mkononi mwako naona pesa ambayo haikuwepo, si pesa iliyokabidhiwa kwako na aliyekinunua. Maana yake kuna sehemu, kuna fungu umelificha. Kwa nini unamdanganya Roho Mtakatifu? Petro sasa anazungumza na mtu, lakini azungumzi kama Petro. Anasema kwa nini unamdanganya Roho Mtakatifu? Wewe mwizi. Makubaliano yetu hayakuwa hivyo. Na hii ni kanuni ya mafanikio.
Unafundishwa, unasisitizwa, si kwa sababu ya manufaa ya yeye mchungaji anayekuchunga. Ni kwa manufaa ya kanuni kutoe, kupeleka sehemu. Kunakupa shida gani? Shilingi 10,000 katika 100,000, yaani sehemu ndogo sana. Kunakupa shida gani? 100,000, Mungu amekufungulia dili, amekufungulia fursa, ukapata 1,000,000. Kunakupa shida gani? Mbegu 100,000, 100,000 kumpa Bwana ili azidi kuyafungua madirisha. Ni kanuni ya mafanikio. Maana hapo ukiendelea chini mstari wa 10 anasema ni jaribuni muone kama. Maana yake do this mathematics uone kama haitakupa jibu kwa kufuata formula hii. Mtumishi, niombee uchumi wangu hauendi. Sikiliza, formula, kanuni umeikosea mwenyewe. Tutaomba mpaka shingo na kuingia ndani. Nisikilize tena, bora mimi nisipokuombea kwa mkono, lakini nakufundisha. Maana vinginevyo bila kukufundisha tutapachika mkono mpaka shingo inazama. Ukitoka shida hiyo hiyo, tutakuombea utasema sauti mara 10 nyuma. Ukitoka nisikilize, wakati mwingine wana ninafurahi pamoja na kucheka tunapoona kwamba watu wanakimbilia maombi bila kujua nini kinachofuata. Okay, unataka nikuombee juu ya uchumi, utakuja nitakuombea, naombea uchumi wako ufunguke na nini na nini. Sawa, tutaomba. Kuna uchumi unaokuwa umefungwa na nguvu za giza. Kanuni unazifanya, lakini unazifuata, lakini kuna mahali umeonewa tu. Lakini kama hufanyi kanuni, hata kama ningekuombea mpaka upaa unaota kichwani, hakuna jibu. Kanuni ipo inayotuongoza kutupa mafanikio, kwamba ukifuata njia hii ili ufanye swali hii, njia yake ni hii. Ukianza kukokotoa itakupa jibu lile lile. Yule mwenye ndevu, yule asiyekuwa na ndevu, wote mwalimu anapokuja kusahisha, hata kama alifanya kwa njia nyingine, lakini jawabu linakuja lile lile. Usikilize. Ule mstari wa 10 katika Malaki hapo anasema hivi. Tunazungumza kanuni ya fungu la 10 katika mapato yako, ikiwa ni kama kanuni ya mafanikio ya kwako. Mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema, naam, leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Jaribuni kutumia formula hii. Jaribuni kutumia formula hii. Anasema mnijaribu kwa njia hii. Jaribu kutumia formula hii, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Mjue kama sitawafungulia. Anashindwa kuachilia baraka kwa mtu, maana kanuni anayoipitia sio, haitampa matokeo. Kanuni anayoipitia kuifanya sio, haijalishi kanuni, haijalishi wewe ni mdogo ni mkubwa, haijalishi mfupi mnene, yoyote akikorofisha kanuni haimpi matokeo. Na mahali pengine kwa nimekuwa nikiwaambia pia maaskofu, iwe wewe askofu, utakufa hali hiyo hiyo ya kiumaskini ikiwa unaiviolate, unaikorofisha njia ya kimafanikio. Kanuni
hata kama tunatoa 10 kinakuja kwako, wewe pia unapokipokea, tumia formula hiyo hiyo, toa 10 kiende mahali kwa kazi ya Bwana. Ndivyo ilivyo. Kama juu hamna mtu mwingine wa kwako, basi unakirejesha kwenye mzunguko, ni 10 cha formula. Hujawahi kuona mtu anapata mapato mengi lakini hayampi mafanikio? Kila anapoipata Mungu anaipigia budget ya kusambaa. Biblia inasema kuna mtu azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji, lakini kuna mtu atawanyaye, naye huongezewa. Ni kanuni ya kutoa upokee, imeandikwa kwenye Mithali hiyo. Wewe umeipokea, basi chukua 10% yako, onyesha wema, peleka hata kwa yatima. Kama una mtu top wa kumpa 10 chako, chukua 10, peleka kwa yatima, peleka kwa wajane, peleka mahali. Ile wewe unaitoa kama msaada kwao, lakini wewe unatumia formula plan kujitengenezea principle ya mafanikio. Hata kama ningekuwa ni mimi, mnaleta 10 kwangu, mimi nakata 10, halafu napeleka pale ambapo naona panafaa kuiwekeza pesa. Lengo kujitengenezea. Anasema mnijaribu mkaone kama madirisha hayatafunguliwa, halafu pasiwepo sijina. Hapo chini akasema atakemea mharibifu. Manake atazuia mianya ya pesa kwenda kwenye budget isiyokuwa kwa mtu anayefuata kanuni. Magonjwa, no, hii pesa inakwenda kujenga nyumba, maono yake, lakini hauko kwenye kanuni, anaachilia. Ngoja, kama amekataa kunipa mimi sehemu ndogo tu, shilingi 10,000 katika 100,000, basi ngoja niitawanye hii pesa mpaka ashindwe kuelewa imeishaje. Mgonjwa, mama amefariki, lazima usafiri, wewe ndio mkubwa, unaangaliwa, hii laki imeisha. Ulikuwa na duka kubwa, linaanza kupungua, maana ule mzunguko wa pesa umeutoa, umechukua hata ziada ya mbegu ili ukasolve tatizo. Unarudi, mbegu imekataa kujizungusha, inaanza kupua. Ulikuwa na kanisa kubwa, unakuta kwa sababu ya ile kanuni inakushtaki, kanisa linaanza kujitoa badala ya kujiongeza. Madirisha hayafunguliwi, linaanza kujitoa. Hii inaitwa kanuni ya mafanikio. Maanake iko wazi, hamna mtu anayekulazimisha kupiga mahesabu kwamba ili upate hivi. Ni wewe mwenyewe tu unachukua. Mimi kwenye shamba langu la mboga nimechuma michicha yangu na mafungu 1, 2, 3, 4, 5, 10 naenda kuuza, lakini ili moja liende chakula cha Bwana. Wewe mwenyewe unajipigia kwa uaminifu, kanuni unajitengenezea mwenyewe. Malawi sura ya 27. Wewe tumekwenda, lakini nataka kumalizia pointi hiyo. Kuna pointi si tutaiacha, muda umeshaisha. Malawi sura ile ya 27 mstari wa 30. Malawi sura ya 27 mstari wa 30 hadi 32. Biblia inasema, tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi. Tulia hapo. Tena zaka yote ya nchi, maana yake ya shamba. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana. Ni ya Bwana.
ni takatifu kwa Bwana. Ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote, na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Akaongeza kanuni ya kupata hiyo. Ataongeza sehemu ya 5, sehemu ya 5 badala ya 1 ya 10, kwamba umetoa 10. Nimepata magunia 100 ya mpunga. Katika magunia 100 ya mpunga, chukua 100 gawa kwa 10. Unapata ngapi? 10. Umeyaleta madhabahuni, lakini ukataka, kwa sababu yamekuja, ukataka sasa myabadilishe yawe fedha. Ukataka uyanunue. Ili uyanunue, kaweka kanuni. Usiyanunue kwa thamani ya pesa ya gunia lile. Lazima uongeze 1 ya 5, sehemu ya 5. Kwa hiyo unachukua 10 magunia hayo, gawa kwa 5. Unapata ngapi? 2 jumlisha magunia hayo 10, unapata 12. Kwa hiyo uchukua thamani ya magunia 12 mara bei unayonunulia inayouzwa, ndio uyanunue kuyakomboa. Si kanuni imetolewa wazi. Ndio maana tunaita katika Biblia kuna kanuni na kuna sheria. 32. Ndio. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo. Kila apitaye chini ya fimbo. Kila apitaye chini ya fimbo. Sehemu ya 10. Sehemu ya 10. Watakuwa ni watakatifu wa Bwana. Watakuwa ni watakatifu wa Bwana. Amen. Anatoa kanuni. Hizi inaitwa kanuni ya mafanikio. Yaani ukifuata kanuni inakupeleka kukupa matokeo. Hatuna shida tunapokusisitiza, hatuna shida kwamba lazima uitoe, ila tunakufundisha kanuni ya wewe kutoka, ili ionekane ni wajibu wako kufanya hivyo, ili ulimwengu wa roho ushughulike kwao. Kwani hawa wanaouendea ulimwengu wa giza, mbona huwa wanapewa masharti? Utakapofanikiwa anaambiwa kabisa, usinilipe sasa hivi, ila utakapofanikiwa wewe chukua sehemu uilete kwangu. Sasa wewe, kwa sababu huna mkataba na huyo mganga, huna mkataba, na wakati mwingine hajui kabisa unakokaa, unabaki kushangaa tu hivyo tu. Mimi si umenishughulikia, naenda zangu. Utaenda, utafanikiwa, muda utapita baada ya mwaka huo, lakini baadaye mganga haoni rejesho. Ulimwengu wa roho, wakati unaomba, uliandika agano kwa kalamu ya chuma, ukakumbukia maagano, ukajua kabisa mtu fulani haleti tena sadaka. Inaanza kukata, na kukata kwa mafanikio ya aliyeyapata kwa ulimwengu wa giza, huwa ni kubaya mno. Inakata, inaanza kutembea katika laana ya kifo. Inaanza inafyeka mtoto, inafyeka mke, yaani mpaka inafikisha mahali inakuacha ukiwa umechanganyikiwa, unatembea pekupeku. Nasema huyu alikuaga, tayari ishakuwa alikuaga. Lakini sasa leo anatembea pekupeku. Kanuni yenyewe inakuhukumu. Kanuni yenyewe inakuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.